Habari gani mwanamichezo mwenzangu popote pale ulipo nchini Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania, ni wakati mwingine tunakutana hapa kuzitazama zile zilizo hapa ni kunako anga la michezo, hasa wakati huu hapa ambapo Young Africans anaelekea kushuka dimbani akikaribishwa na Tabora United, mechi ambayo imekuwa na vitu vingi sana kwa sababu kumekuwepo na mambo kadha wa kadha ambayo yakitokea ya hapa na pale, tambo za hapa na pale kutoka kwa wasemaji wa vilabu vyote hivi viwili, kwa maana ya Young Africans kwa Ali Kamwe, lakini pia Christina Mwigara kwa maana ya Tabora United. Mechi hii imekuwa ikihusishwa na vitu vingi sana kutokana na kwamba pia kumekuwepo na taarifa zikihusisha masuala ya kishirikina, watu wakitishwa amani, lakini pia taarifa kutoka kwa mkuu wa mkoa wa Tabora kuhusiana na taarifa za wachezaji wa Tabora United kutumiwa meseji na vibahasha. Lakini si hivyo tu, Ali Kamwe aliweza kuchinja ng'ombe 20 kwa sababu ya pilau la Idi kwa mashabiki na wapenzi wa klabu ya Young Africans walioko mjini Tabora. Timu zilivyowasili, timu ya Young Africans ilivyowasili, pia mashabiki wa klabu ya Young Africans walikwenda kuipokea timu hiyo kwa bashasha kubwa, kitu ambacho pia kimeleta sintofahamu sana kutokana na kwamba msemaji wa klabu ya Tabora United ameweza kumwonya msemaji wa klabu ya Young Africans Ali Kamwe na kumpa masaa 24 awe ameshakwisha kuomba msamaha kutokana na kauli anazozitoa kwa mkuu wa mkoa huo wa Tabora. Mambo yanazidi kuwa mengi sana, na mimi nikasema kwamba nikuletee taarifa kama hii ili uweze kujua ni nini kinachoendelea kunako anga hili la michezo. Lakini si mbali sana na kuletea pia kikosi cha Young Africans ambacho kitashuka dimbani kuwavaa Tabora United, kikosi moto ambacho kinahakikisha kwamba wanazipata alama 3 ambazo ni alama za muhimu sana kwa klabu ya Young Africans. Statement iliyotolewa na afisa habari wa klabu ya Young Africans kuelekea kwa mechi hii, aliweza kusema kwamba wao hawaogopi Tabora, ila wamekuja kulipa kisasi juu ya mechi iliyotamatika, mechi ya raundi ya kwanza ambayo ilitamatika kwa Young Africans kupoteza kwa mabao 3 dhidi ya Tabora United walipokuwa wakicheza mechi hiyo kunako uwanja wa Azam Complex. Lakini leo Young Africans wanakuja kunako uwanja wa nyumbani wa Tabora United, ambapo pia wao wanaita ni game ya kisasi. Lakini ukisikiliza maneno ya Christina Mwigara, msemaji wa klabu hiyo ya Tabora United, yeye anasema kwamba wao hawaitazami mechi kama mechi ya kisasi, ila wanaitazama mechi ya kumwaibisha Young Africans. Anasema mpaka saa 3 kamili wanakwenda kuitazama mechi ya Simba dhidi ya Al Masry, basi klabu ya Young Africans watakuwa wameshaondoka kwa mafungu na bao zao 3 ambazo watakuwa wamekabidhiwa na Tabora United. Hizo zilikuwa ni tambo tu kutoka kwa wasemaji hawa, kwa wasemaji wawili hawa ambao wamekuwa wakirushiana maneno ya hapa na pale na tambo ambazo zisizokuwa na kifani. Hiki hapa ni kikosi cha Young Africans ambacho kitashuka dimbani kuwavaa Tabora United kama jinsi ambavyo kimetolewa na Milaud Hamdi, kocha wa klabu hiyo ya Young Africans, hasa kuelekea katika mchezo huo ambao utawakutanisha Young Africans wakikaribishwa na Tabora United. Katika milingoti mitatu atakuwepo DJ Diarra, lakini namba 1 hiyo, namba 2 atakuwepo Patrick Israel Mwenda, namba 3 Shadrack Isaac Boka, namba 4 Dickson Job captain, namba 5 Ibrahim Baka, lakini namba 6 Aucho, namba 7 atakuwepo Maxi Nzingeli, namba 8 atakuwepo Duke Abuya, namba 9 atakuwepo Prince Mpumerero Dube, lakini namba 10 atakuwepo Pacome Zouzoua, namba 11 atakuwepo Stefan Azizki. Katika kikosi hicho, katika first 11 hiyo ya Milaud Hamdi ambaye ameweza kuiachia moja kwa moja kunako kikosi hiko cha Young Africans. Lakini katika substitution hapo kuna Michel kama goalkeeper, lakini kuna Mwamnyeto, kuna Shuaboy, kuna Wilson, kuna Mdathiri Yahya, Shekan Hamisi Kangarombo, kuna Azizki, Kratos Chota Chama pamoja na Kennedy Msonda. Hawa ndo watakuwepo katika substitution kuhakikisha kwamba kikosi cha Young Africans kina kwenda
hitaji alama tatu muhimu ambazo wao wanaziona kwamba zitaendelea kuwaweka sehemu nzuri katika mbio za kufukuzia ubingwa wa NBC Premier League, ambapo Young Africans kesho atashuka dimbani majira ya saa 10 kamili kunako uwanja wa Al Hassan Mwinyi hapa mjini Tabora, ambapo game hii itachezwa na itakuwa live kabisa, na matangazo ya moja kwa moja utaendelea kuyapata hapa kutoka HNT Media, ambayo inakuletea taarifa za michezo kila wakati, kila saa mara tu baada ya kuhappen. Unaambiwa kwamba CAS wameshakwisha kujibu taarifa ya Young Africans nini kinachoendelea huko, na tayari wameshakwisha kuzitaka mamlaka tatu zijibu mashitaka ndani ya siku 10. Nani hao ambao wanatakiwa kujibu mashtaka na nini kinachoendelea? Basi nikwambie taarifa zote tunazo hapa, alafu zimejaa kede. Unaambiwa kwamba CAS wameshaijibu barua ya Young Africans ambayo tayari sasa mashtaka moja kwa moja yapo katika mahakama hiyo ya usuluhishi ya masuala ya michezo duniani CAS, ambapo Simba Sports Club, TFF na bodi ya ligi wamepewa siku 10 za kujibu mashtaka kuelekea kwa kesi hiyo ambayo mpaka sasa CAS wameshaijibu. Bana, Young Africans wanatajwa kutoboka mkwanja mrefu kuhakikisha kwamba kesi hii inasikilizwa. Nini kinachoendelea na nini kitaamliwa kuna kesi hii? Bana, Young Africans wao shinikizo lao ni kupewa alama 3 na mabao 3 kuelekea kwa mchezo ambao uliahirishwa Machi 8, mchezo namba 184 ukiwakutanisha Young Africans kama wenyeji wakiwakaribisha Simba Sports Club ambao waligomea kucheza mechi hiyo kutokana na kwamba walifanyiwa vurugu na kukataliwa kwenda kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea kwa mechi tajwa, na kitu ambacho kipo kikanuni kabisa. Kwa hiyo kwa nukta hiyo Simba wakaamua kususia mechi na kusema, na kwa taarifa ambayo waliitoa ya kusema kwamba hawataweza kupeleka timu uwanjani kutokana na kwamba ghasia zimeweza kufanyika siku moja kabla ya mechi. Kwa namna hiyo mechi hiyo bodi ya ligi wakawa wametangaza kuifuta mechi hiyo mpaka pale itakapopangiwa tarehe nyingine. Young Africans wakakataa nao kutokana na taarifa yao hawatacheza mechi nyingine dhidi ya Simba Sports Club katika msimu huu wa 24-25. Wao mechi yao ilitajwa kuchezwa siku hiyo na hawakuona sababu ya kuahirishwa kwa mechi. Kwa hiyo Young Africans wanadai point 3 na magoli 3, kitu ambacho kimeshindwa kufanyika kunako maamuzi ya bodi ya ligi na vikao vilivyofanywa. Kwa hiyo Young Africans waliweza kuahidi kama hawatapata haki yao ya kikanuni hapa ndani, kwa maana kwamba kwa TFF na bodi ya ligi wataweza kwenda mbele zaidi kupeleka shauri hili ambalo wapi wataweza kwenda kupata haki, yani kuatenda mbele zaidi na kutafuta ni wapi watakapokwenda kupata haki yao ya kikanuni wanayoitaka Young Africans ya kupewa pointi 3 na alama 3 na kuhitaji na kushinikiza bodi ya ligi ijihuzuru kwa sababu ya kushindwa kutofasiri kanuni na sheria zinazoongoza ligi. Matangazo ya moja kwa moja kufuatia kwa mechi ya Young Africans na Tabora United utaendelea kuyapata hapa HNT Media. Cha kufanya wewe ni kuhakikisha kwamba una salia nasi, lakini pia unatufollow kunako Instagram yetu kwa jina la HNT_media_tz. Hapo utaweza kupata taarifa zote na tetesi za sajili kuelekea kwa msimu wa joto, ambapo Young Africans kuna tetesi kede za wachezaji ambao wanakwenda kusajiliwa kunako msimu wa 25-26. Endelea kubaki nasi, naitwa Dio. Bye.